you so much for joining us once again. This is the True Zone podcast. My name is Alex Kimina. Karibuni sana sana sana. This is a place and a platform where we get to discuss some of the issues affecting young people, and of course we give them a biblical solution. And behind the camera tuko na Oscar. These are the people that make this podcast to be able to be the way it is. And also kwa sound tuko na a great guy called Collins Tahiti. And of course today we have a very wonderful guest. She's a good friend of mine. Tumejuana naye kuanzia kitambo sana. But tumeinteract naye sana social media. Yeah. Karibu sana Marco Kevin. Asante sana. Karibu sana. Asante. It's an honor to have you here. Thank you for You are having a me. very busy woman. To have you here, we don't take it for granted. Yeah. Nimesema tu jina yako so that you can be able to tell us who is Marco Kelvin. And then after that, feel free kusema kitu yote unataka kusema. So, vile tu umesema, I am Marco wa Kelvin. Yes. So, yeah, I'm married to one Kelvin Wanyoike. Yes. We pastor together at Deliverance Church, Donholm. And we are privileged to have two kids. Our firstborn is a girl, Atara, and the second born is a boy. He's called Adriel. Adriel. Yes. Wow. Yeah. Karibu sana. Asante. They are blessed to have you as their mom. Oh yeah. I thank God. I thank God for that. Wacha nikuulize swali. Which is your favorite color? Red. Red. Oh yes. Kwa nini red? Wow. Hata sijui kanaweza explain, lakini red just does it for me. Oh, okay. Nikiona red muona mtu anakapoa. Anakafiti. Sawa. Kuna kitu ndakuuliza baadaye. Okay. Once again, karibu sana. Asante. The topic for today is how to be a biblical woman in the 21st century. Yeah. And this is a century that I cannot say that. The Bible says that there is nothing new under the sun. That's right. So hatuwezi sema ati ni century yenye imekuwa tofauti na the other centuries. But you and I can agree that a lot is happening. Yeah. And Sheito ako busy. Ako Sana. kazi. Yeah. Kazi. Yeah. Na nikaa chukuangi off. Yeah. I mean, this generation has been attacked in a way that possibly has never been seen before. Yeah. And especially our young sisters. And of course, in future to discuss more about men, but today we are here to help our young sisters. Right. And kuna faces kadhaa zenye our young sisters wanapitia. Yeah. Kuna face ya kampo, ya singlehood, Right. ya relationship, ya career and business, Yeah. na ya ministry. Right. Leo tutaongelelea wale wenye they are believers. And so wacha tuanze na campus. Yeah. Tuanze na campus ama tuanze na college. Yeah. Kwa wale wenye kutoboa campus, wakaenda college ama wakaenda technical schools. Hiyo ni stage nyingine inaweza changanisha mtu vibaya sana because you are out of high school. Right. Principal alikuwa anakushughulikia at least kulikuwa na ule mwalimu alikuwa Strict. alikuwa anakushughulikia sana. Yeah. Unamka saa ngapi, unafanya nini? Yeah. Then umemaliza umekuja campus. No one cares about you. New friends, new place to stay, maybe hostels and all that. Yeah. And freedom, unaweza kunywa ukitaka, unaweza kula anything you want, you can come home whatever time you want. Yeah. How do you navigate that period? Because I believe it's a period that can, if it's not taken seriously, it can lead a young sister to a place where anaweza shake regret forever. Kweli. Yes. Ni place tricky. Yeah. Ukweli. Well, I would say freedom it's very expensive or very costly. Yes. Mostly vile tu mention that tukikuwa high school kuna watu yani umekewa mablock kila mahali, and at that time you feel unafinyiliwa sana. As in unafeel yenyewe nimefinyiliwa sana. Yes. But I would say first kutoka kwa place ya home, some of our parents hawatushughuliki as the female. Yeah. Hata si hivyo peke yake. Part ya society, tumeacha kufocus on the male. Yeah. Tuko sai female, tuna empower the female so much. Yeah. So the female amekuwa empowered without being shown the responsibility that come with the empowerment. So tuko na two kinds. Tuko na home
parent wako hakufatilizi as much juu tuko busy, you know, all that. Hii generation yenye tuko sahi, parents wetu ukweli wana fend for us, ndo tusome and all that stuff. But then again, we have this other side. The society is bombarding us with the woman should be free, woman should be. I think tutaongelea huko chini pali ya career. Yes. But my challenge would be, sisi wenye tuko a bit older, wenye tumetry hizo vitu zote, tumekuwa kampo, tukakunywa, tukalala na nani, all that stuff. Tuko supposed to at least tuongeleshe our younger sisters. Juu akikuwa na mtu uko mbele yao, anawaambia by the I had taken that route, na hiyo route si poa. Yeah. Wengine watasikiza, wengine watasikiza. Yes. But kwa wale ambao watasikiza ndo wasipitie hiyo kitu tumepitia, I think itawasaidia. Kabisa. At some point pia nilikuwa naangalia life yangu, nikajiambia, if I had someone to tell me, I wouldn't have slept with that one and that one and that one. Kwa sababu at least mtu aliniambia usiende hiyo road, utaumia juu una regret, unaketi chini, all that is going through your mind is nilifanya, nilikuwa na nani. So I think for wale watu wanatoka high school kwenda campus, for now watu unapata mtu first si uanza shule way earlier. So mtu anamaliza kampo akiwa 16. Anamaliza high school akiwa 16. Bado ni mtoi, ukweli, as in emotionally haja develop as much. Ata mentally. But unaona, according to system ya Kenya, ukifika form 4 when you grown up, ataka uja grow. So already state yako iko poa ku handle the responsibility that is out there. So I'm thinking for the sisters who've gone ahead, tunaweza take responsibility, tuongeleshe our younger sisters, tuambie by the way, kuko hivi, tusiwaachilie tunaona hii ni generation ya sahi, vile hiyo ndio statement huwa tunarusha, hii ni generation ya sahi. I think to take responsibility, because most probably our younger sisters will not come to ask mentor me. Of course. Kwa sababu wanafikiria una ni kazi ya maisha na ulisha enjoy yako. Exactly. So I'm thinking we should take responsibility na tuambie by the way, hata kama sijaipitia directly, I know someone who has gone through it. Tuambie by the way, ukiingia kampo, expect such things. Hakuna mtu atakufuatilizia, hakuna mtu atajali unamkasa ngapi. I remember that times in campus. I used to like working through the night. So nafanya projects nini usiku. Ataka niko na klasi ya saa 1 asubuhi. Mimi nilikuwa nalala. What? Ama nilikuwa naenda na skip class, I go play basketball, I do whatever I do. Ile siku ndachoka, ndaishi tu vile nataka. So sai na regret of the things that I did juu niko na vitu 2-3 zilini affect. But nilikuwa nafikiria maybe ningepata mtu mwenye tu angenikazia maisha kidogo tu. Anaambia mdem, hii sekta changamka. Mkienda hizo nini za basket, tulikuwa tunaenda kulala place fulani, utaambiwa lazima maboy watakam, tutachukuliwa twende tukachape 2-3 huko. So mdem, tone down, jua hii place. However much saa zingine unaambiwa usikii, but at least ungesikia mtu akwambie. True, very true. Umeleta concept ingine, by the hata Bible discuss your story, older women teaching younger women. Unafikiriaje story ya ule mwenye that let's say for example that older woman who maybe she's not in a position, or maybe she's not courageous enough to speak concerning some issues because alimes, yeye mwenyewe pia alimes, anafeel ni kama ana authority ya ama moral authority ya kuongelesha ule mdem, because I believe saa zingine hiyo ndio yuanga na kazi ya watu wengi kuongea. Kweli. Somebody in that situation unaweza mwambia nini? Niko sure that let me take me as an example. Yes. Kama nilimes in a particular area, let's say nimeget mtoi nikiwa 17. Yes. Mdem mwingine ataniambia unakujaje kuniongelesha nisifanye hivyo na nimeget. I'm sure I have a friend mwenye hajafanya kitu kama hiyo. Neza ambia wewe best yangu ani accompany kuongelesha huyo mdem. Since kama huyo mdem anaweza nisikiza, as in let's say niko na relationship na yeye, itakuwa easier. Nitachukua mdem mwenye hajafanya mistake kama yangu aize kumuongelesha. Okay. I think itakuwa better than kusema naogopa since sina authority.
let me take someone else who has that authority that I think I don't have to speak on my behalf. Very true. So that we may help that younger sister not to do what we did wrong, which is good. At least ataona ndamwambia usifuate example yangu, fuata hii. You know, at least you know it's very true. It still be a lesson learned. Kabisa. Wacha tutoke kampo kiasema tukibaki tu kampo. Kuna ile dema ko single. Ako kampo. Anaweza kwa yuko kampo, alimaliza kampo, all that. Dema ko single, akiingia social media, proposals. Zinatembea. Akiingia Instagram, anaona best yake, ameka pete. Akiingia huku kwingine anaona rorashio. Akiingia hii side nyingine anaona vitenge. Pressure. Yeah. So I want us to talk about the sacredness and the sanctity of singlehood. Yeah. Nataka tupatie from your point of view. Hii time ya singlehood. For a young woman. Yeah. What does it mean? Ama ilitengenezwa. What do you think that time exists to serve as far as the development of that young sister is concerned? I think hii time enye wacha tuseme si tumeo word single. Yeah. I learned it means something else. It doesn't mean not having a male partner. That being single actually means being whole. Whole. When you're single, you're whole. Teburudia tena. I think nilikuwa kwa hiyo WhatsApp group. Being single means you're whole. You are whole. Whole. Acha nitumie analogy watu sema wewe ni half when you're getting married, when you half coming together. That is not right. Yeah. What makes a good whole marriage is one whole person and another whole person coming together to make a whole. As in whole, see single. If I'm half empty and you're half empty. Yes. Tutakuwa tuna rob from one another. Hakuna mtu atakuwa na fill up another. Yes. But if both of us tuko complete, we come together and make a complete. Hakuna mwenye yuko quarter, mwingine yuko 3/4 and so being single. So his statement you complete me. I think I think maybe this wewe na complete aje na uko whole. Iko right na iko wrong at the same time. In different aspects I would say. Yeah. But acha niongee hii state ya being single, which is being whole. Hii time ya kuwa single ni grow emotionally, mentally. Not just physically. Physically you'll grow whether unless there's a kind of disability that will cause you not to grow physically. Yes. But all other areas of our lives, emotional, they have to be invested in. Yeah. Psychological, mental, name it. They have to be invested in. I think most of the times we usually say, I've worked with teens a lot. Tunawaambia kuna kudate. Of course, what I did. Of course. But unaona, in the dating process, yeah, we need someone who's emotionally whole. Truth be told, a normal teenager, emotions, they're everywhere. Yeah. I mean, everywhere. Yeah. So at that particular time, our hormones are driving us everywhere. I mean, we do every kind of thing that a normal teenager would do. Yes. Because we are not emotionally developed. Yes. So each time ya kukua single, mimi I will discourage a teenager from dating. Let's just look at emotional first. Uja grow emotionally. When a male comes into my life, I'm supposed to take care of the emotional being, the psychological being, all those kali, all those emotional, all those things. Yes. So kama mimi sija grow emotionally, nitadent huyo mtu mwenye na date. Very true. So not taking care of our single status imefanya tumefika place tuna hurt each other so much. Yeah. Aya, tuseme in this sense. Hii time ya kukua single ni time yangu ya kujijenga. Soma. Yeah. Tuseme. Saizi mimi ni parent and wife. It is harder to study now. Nimerudi shule, ni hard. Kuna toi, uko na husband, uko na wewe kutake care of, uko na vitabu. I mean, it's tougher. Na bado guardians wako paro, relatives, yeah. As in, literally, it's a whole chunk. Exactly. So, hii time yenye uko peke yako,
depending on watu wengine wanaweza kambaka wakwe 30 some years. Not because if you look at the state of that being single, I'd rather ukwe single mpaka ukwe 40 lakini umejidevelop. Ndio usiingie kwa life ya mtu we ni pressure. Ukikanyagwa umejamu umefura yani hata uwezi ongeleshwa 3 days. So nani we ni mke wa mtu nani unataka kukana mtu muongeleshi 3 days? Man, this life is too short. Tashinda kazi kuongelesha whole month. So as in kuna vitu tunafaa time yenye uko peke yako jidevelop ukweli. Indo time ya kuona hii area life yangu kwanza tunaongelesha people who have given their lives to Christ. They are born again, wanasema Yesu ndo nafuata. Kuna vitu God anataka nikuonyesha jua kwa life yangu. Aya. Tuseme taking 1 Corinthians 13 inaongea about love. Love is patient. Love is kind. It does not it's not rude. It does not rejoice in evil. Ukichukua tu hiyo peke yake. Useme let me analyze my life. Saizi vile niko single, niko wapi kwa hii part? Niko wapi kwa hii part? If I allow someone else to come into my life, nitakuwa rude to them all through. Kitu kidogo kinifanyikia, am I rejoicing huyu msee akihurt? So hata unaangalia, it's not just the female male relationship. In affect even with your siblings, with colleagues, who, I mean everyone around you. So hiyo time ya kukua single, that part ya single ni time ya kujimake whole. Not you making yourself whole. Christ ndo anakumake whole. So kazi yangu ni kukam na jimesha na word ya God naona God yenyewe hapa bado nikiangalia vile kimya ameendelea nasikia uwivu imenifika hapa. Unaona? Hiyo ni place na need kusort. Kwa sababu hatuwezi negate. Kuna vitu kwa lives zetu tunaweza sema unazi slip chini ya carpet. Kuna point ita blow up. Sasa leo umekuwa CEO sijui wapi and then mtu anakukanyaga kidogo tu. Since I didn't deal with that thing when I was 25, ikini blow ya up, everyone in the world will know. So utakuwa nasema he's really akiongea tuna kila mtu anasimama lakini you know those things that you don't deal with. Example zinatokea as in when himself when president fulani lakini mtu akitaja tu jina yako nilisikia mtu akisema ukitaja Monica Lewinsky wewe ufikirie nani? Bill Clinton. Imeharibu jina yako hata ufanye nini? Ishachoma. So me challenge yangu to the lady who would call themselves single at this time. For me I would call you alone. Not lonely. You are alone. Alone. Without the first A. No, you are alone. Hapana uko peke yako azin. Uko peke yako. Uko peke yako. So I would challenge the lady to be alone and single. As in, sai sina mse kwa life yangu, sina a male in my life, but I'm single. Emotionally niko steady. Siwezi sema mtu atafika 100% mara moja, but at least kuna bare minimum. Na kuna kitu kama I am married to Jesus. Kuna hiyo inakuwa very popular. Okay, inakuwa very popular statement. Yani inamaanisha ko single but nimefocus ya Jesus. Okay, wale watu wataki kukatiwa ndo maybe wewe usema hivyo I'm married to Jesus. But well, it's neither here nor there. Well, hata me at some point nilisema I'm married to Jesus. Ama statement ya kuji-encourage. Well, mi kwangu haikuwa statement ya kuji-encourage. I think nilikuwa nimedate maboy wengi nikaona by the kitu mi imenibo. Already I wasn't ready myself and I was meeting men who are not ready. So tunaribia na maisha bure. So niko na by the way niko tu married to Jesus. So for me I was intending to stay celibate for the rest of my life. What? Oh yes. Trust me. That's a story of another day. But for real I was ready. Kwa sababu naona mbona hii pusi gani? Tunasema tumeokoka, tunafanya vitu ovyo zile hazi please God. Hazi show Christ. So for me niko na by the sini baki tu solo. But my challenge to any lady who mwenye sahi ana feel vile ulisema hizo unaingia social media pressure show and all that. I would ask that single lady, what is your goal in life? Juu kama goal yangu tu ni marike na niget watu watatu na niko tu sawa, itakuwa different na lady mwenye amesema mimi nataka kuona children's home, ni impact lives. Lives zao ziko different.
maybe huyu atakuwa married sale yako 35. Huyu ka goal yako ni kugetwa tu na kuishi hata ukiwa 19. Ai, si umetosha? So angalia goal yako ni gani. Vision yako, I would say write your vision down because your vision will dictate what you do. Exactly. Literally. Exactly. So if my vision is to ni kuempaka PhD on the career side, inamaanisha kuna places sita engage myself into ndo ni see my vision coming to pass. Yeah. So I think what would help your pressure ipungue, vision yako ni nini? I mean, atuko the same. Already, angalia. Mimi ni very dark skinned. Yeah. Kakonda, karefu. Atuko the same. Atu ukiangalia, atuko the same. Yeah. Wewe ni light skinned. We are totally different. It means our purposes in life, what God has called us to do, is completely different. So when I know what my purpose is, mbona nda struggle na mtu mwenye kukaria na mi God ameniita kukua pasi? Wow. But zetu as tutashindania wapi? Hatuwezi shindana. Yeah. So I would challenge every lady, jua purpose yako ni gani in life. Jua vision yako ni nini. Itakufanya wacha kustruggle na vitu ovyo ovyo. Kama inajua mimi nataka kukua index 1 as in always. Ndapata time gani ya kwenda kukunywa na say party hapa? Hakuna hiyo time. Hakuna juu najua kitu imenileta hapa ni serious. Na maliza hii nenda hii. Ushona hao index 1 below BF. Hakuna shanga. Anakufanya uvili kama kwa shule. Walitutesa. I know. Walitutesa. Sisi tulikuwa tunacheza shule. But I would say vision. Yeah. Know your vision, know your purpose. Hizi pressure zingine hazitakulemea. Hata kazi na come, acha negate ziko. Yeah. Ziko. Yeah. Lakini haita ni derail from my path. Know your vision, know your purpose. That's right. Hata nimeandika chini. Kuna kitu umegusia, acha niulize. Kuna hii situation ama the common narrative of young ladies are normally advised that when you reach a certain age, maybe your womb will I want to ask you because me am a man. Mimi kitu nimesikia kama fununu. Yeah. But nasikianga kufikisha certain age and it's something that imepatia madam pressure sana. Hata to have premarital sex for the sake of saving their womb. Yeah. But yeah, especially the ones that through circumstances maybe wanna get married way later, unapata wanapewa hiyo pressure ya maana kufikisha 35 usipopata nini fibroids zinaanza kukam vitu kama hizo and ni vitu zinapatia madem pia sana pressure. And I'm talking about that based on some of the reports that we receive. Tuko hapa hivi church. Those are some of the things that tunapata nasikia. So tuambie cause we at least go ahead. Maybe if you ushaipata hiyo experience tuambie pia. The pressure is real. Yes. Ni kweli. Yeah. Ndio kuna particular age kulingana vile miili tu yetu iko. Kuna inafika age fulani ukweli mafibroids zinaanza kudevelop scientifically. It's proven. But addressing wale watu wameokoka. Yes. Hiyo haifai. Yani unajua hata in your mind haifai kukusumbua. I'll take for an example. Sarah alikuwa how old? Sarah alikuwa 90. Juzi, I think sijaiona scripture hivyo. Yes. Do you know in hiyo story kwa Genesis chapter 18 mpaka hapo 22. Chapter 18 19 sale God aliambia Abraham akiwa 75. Enye walikuwa chapel ile wamefiat mbao. Si ni kweli? Yeah. God akakamia na wale watatu walikam kuvisit Abraham. The angels. Wakamuuliza Sarah yuko wapi? Sarah alicheka huko. Yes. Sarah statements were, hata mimi vile sahi niko, hata my lord alita Abraham my lord. Hata enjoy kitu. I mean, please. Unajua tukue serious. Yeah. That was chapter 20. In chapter 21, Bible inasema Abraham alichukua wife wake. Unajua vile unaweza peleka wife wako raundi?
at that time king wa Egypt aliangalia Sarah akasema umdema ametoka wapi? Inakusho nini? Between chapter 20 na 21 kama king, unajua kings walikuwa na macho ya kuona the prettiest. Kama king alinotice Sarah, inamaanisha Sarah kwa na wrinkles. I mean she was a spring chicken. As in alikuwa kadem. Ya ukweli. So inamaanisha nini? God alirestore kila kitu. Ndio Abraham na Sarah waende kuenjoy sex. Inamaanisha God alirudisha Abraham strength. God alirestore beauty. King ana, as in everyone in that kingdom waliambia by the king kuna kadem tumeona. God alirestore Sarah. So I would say for every person mwenye ana believe in Christ Jesus, he's the same God. Hakuna kitu God azifanya. Hakuna. Kwa hivyo hiyo haifai kuata. Anasijaiona hiyo by the way. Haifai kwa pressure by the haiwezi. Nani pena atoi? Si ni God? Kabisa. But I would mention this. Pengine watu wengine watanipinga. Lakini fibroids, it is very demonic. Fibroids is very demonic kwa sababu God amecreate womb ikari mtoto. Fibroids zinajifanya kama mtoto na si mtoi. So wewe kama believer ufai take fibroids kama a normal thing. Fibroids is demonic. And a demonic thing should not live where the Spirit of God lives. So you should fight it out. With your tongue. This tongue has so much power. God says the power of life and death is in our tongue. So when I speak to my body, it listens. And I speak by the authority that I have in Christ Jesus. So nafanijue, mi na Yesu tuko wapi? Jesus says you're seated far above principalities, rulers of dark world of the zote. So wacha nikwambie practically. Ni vile watu wenye wanatusikiza hawezi ona. Niko na mark hapa hivi. Ilikuwa growth. Nili notice inaanza tu kukua. Ilikuwa inakuwa. Nikajiambia, what is this? Nilikwenda kwa mirror every day. Naispikia, as in literally, let me use my exact words. Nilikuwa naambia, whatever you are, I command you to dry up and fall off. Every day. So there's a day I didn't even notice. So nikatoa nguo aya. Niko na by the way, hiyo kitu imeanguka. Ilitoka I just want to assure whoever this lady that is listening, ujue wewe vile uko ndani ya Christ, uko na so much power and authority. So hata ikikuwa fibroids, hata ikuwe nini, hai matter. God will restore youth. Yani, haifai kwa issue. Najua ni pressure kwa sababu everyone around us anatushow, lakini tukijua our position in Christ, you lady who is born again, who says Jesus Christ is my Lord, that is your Lord. Let me use this example. You, Kimina, is it Kamina or Kimina? Kimina. Yes. Right? You are Lord over your wife. Would you allow your wife to sleep hungry? No. If you see her suffering in any way, would you let her just suffer? Never. Uwezi allow mtu yote ampige. True. We say Jesus is our Lord. So it means Jesus cares to beat about us. So we should take our troubles to who? To Jesus. I know maybe watu wanaweza sema ni cliche. Si cliche. When I'm sure your wife, pali yuko anajua, mnajua bodyguard wangu ni nani? As in anaweza convince mtu for sure. Kabisa. Uwezi nigusa when my man is around. Kabisa. That is the confidence we should build in Christ. Wow. The confidence, the knowledge we should build to know in Christ. In fact, we are his bride actually. We are. So the way you take care of your wife, God, Christ Jesus will take care of us. Ni vile tu saa zingine hatuna enough confidence in him. So pia anaona. So if your wife unaambia wife yako nitakusort, yeye anakudoubt. Unajua hata wewe unafeel. Sasa nikufanyaje ni kuconvince? Unaona? Hata una jam. Unachoka, So we should know our place in Christ. Na tukali hapo. So hiyo issue ya age tusifanye itusumbue. Isitusumbue by the way. Kabisa. Mtu anaweza sema anasema hivyo kwa sababu niko married, but sio hivyo. Haifai kwa issue. Tusiwache itusumbue. Kabisa. Wow. Sawa. Tackle the Wewe mpaka umefanya niandike notes na mimi ndo nilikuwa nafaa kuuliza maswali. Lakini nimeandika notes. Ukivyo nauliza swali, hii part nyingine nasoma. Kabisa. Ule ametoka kampo. Na ako single bado.
Sasa tunataka tuongelele career and business. Juu ndio time ingine pia ndio face ingine hiyo inapoteza wasee sana as far as young people are concerned. The transition from campus to workplace and sometimes napata the young people are exposed to money, parties and allowances, per diems, hizo zote. Na ni msako ameshika do, ni msipako ameshikanga pesa. Then all of a sudden money comes. The lifestyle comes. Ile job yenye alikuwa na ameshinda kiwaambia, maybe for example wewe na pasi manze niombe Mungu ashajibu maombi. Kwa hiyo stage sasa and as a person when you're dealing na young people sana I believe it's something that you have seen. What are some of the maybe the experiences that umekuwa nazo for one and then how can a young sister handle that period in a sober way in as far as the biblical perspective is concerned? Yes. So I remember my mom kila saa alikuwa ananiambia ukienda kutembelea jamaa usiende peke yako. Chukua friend of yours uende pamoja. Of course nilikuwa na old stuff. Anyway, but this day we went hata huyo msa alikuwa anaishi mbali na kampo. So tulienda and then tukaona cabinet yake ilikuwa na marula. I mean unajua vitu sasa unajua adverts vile zo kuonyesha marula ina shake hivi kwa glass. Unaona kitu na kapoa kwa ile pole kama nikaka yoga hivyo. Inajaza hizo ice cube. So I think sijui alikuwa ameenda wapi. So nimekana na wewe mshtangu hapo. Tuko na hiyo marula. I think sijui kani yeye alisema ama mimi. Akasema tungependa kuonja kitu vile. So ulikuwa tukiona tungependa kuonja. Unajua tu hizo conversation mandimu kwa nazo. Hiyo ilipita hatuku onja. But then I get job cost. And I mean, cost is ni place una feel tu unataka na raha. Kuna beach hapa. I mean, it's conducive. Kila kitu, So they had a beach party ya job. And I mean hapa kuna marula, kuna na mokoka. So kuna sinionje tu ikitu. Na nikitome kwake. Kwa bado kuanza kuprepare mind. Kitambo. I'll bring the story ndo nikupe my point. Yes. What I'm driving at. Not a problem. So alionja ile tu. Before she knew it. She didn't think, in your mind you're this young girl who's born again, you're in the choir, you're committed. She didn't think that atawai mimi nikunywe how. So how she knew she was drunk. Imagine alifika kwa hao yake. Aliketi hapo kwa mlango badala kuingia ndani. Aliketi hapo chini mpaka asubuhi. She realized, oh Lord, I'm actually drunk. She didn't know that she was actually getting drunk as she was sipping this. Because I think she haku notice how inaingia tu pole pole. So ilifanyika. My point is, tunaona pali amarula ilianzia. Tulianzia kwa TV. Tunaona vile inakapoa, ina-entice. Alafu tukaiona tukaona opportunity, lakini tukaona tuko karibu na shule na sisi kufantasize sasa. So opportunity kajipa kabisa. Enye hakuna mtu anamjua hapo amokoka. Hata kama anajua everyone else is drunk apart from me. So sinaanza mbili tatu. I want to say for this sisi mademu yenye tumetoka kampo na nimeget your job, niko na neza buy anything I want. The desires that are planted in our hearts, hapo ndo nataka ku delve in. Iyo advert na watch, what am I exposing myself to? Juu kama hatunge watch iyo advert ya amarula every day, mi singeiona kaiko so beautiful yogurt, hata singetaka kuonja. Exposing myself to places where I can kuna access. Of course unajua watu wakienda bash ya job kunayo. Jua tuko wengi job, watu kidogo ndo wameokoka na wale watu wenye jokoka ni wengi. So of course pombe itakuwa hapo. And this is a high end company. So hakutakuwa na cheap vitu za maana. I mean nikiko kwa glass ukiangalia mbona na something nice unajua.
unaona all of us have a choice to make at any one point. Mtu asiseme I don't know how I got here. That's a lie. We all have a choice to make. At that particular point, hakuna lazimisho kunda hiyo bash. Should have decided, by the way, let me call Mako. Tuende nataka tutaboekana huko tukisikiza Madon Moen, but I'm a movie, a choice. So my point is two things. What are we young ladies exposing ourselves into? As what we are watching, who we are listening to, because it develops desires in our hearts. Kwa Bible, in the book of James, kuna progression of where sin leads to. Inasema desire, when it is fully grown, it gives back to sin. When sin is fully grown, it gives back to death. True. So now, if you hang around me a lot, you will love color red. I dress red. I talk red. I mean, even my husband these days, akifika hivi kwa yo pick red, by the way. Yeah. Yani ni red jacket. Shake kwa system. Your system. So unaona kama wale watu nakanao sana, value system yao hai align to the word of God. That desire, it will grow. It'll grow. And I don't know if you've ever heard of that statement. Opportunity meets chance. As in chance, yo ngoja tu. So nikipata tu ile opportune moment, hiyo desire imegrow ndani yangu, itajimanifest. Ni hivyo tu. So easy desires tunaona ziki blow up everywhere. Ni kitu imekuwa ndani yangu for a long time. Pengine nimefinyiliwa sana, alafu nimekuwa nikiangalia malivyo. Unaona vile ukiwatch movies za lawyer vile wamevaa wakiingia kwa courtroom. I mean alafu wakitoka hapo wanachapa kawain. Kajin. If I don't think about it, ni desire inaingia ndani yangu because I'm associating dressing nicely with the gym. Unaona? So as long as I niko na opportunity naweza nunua whatever kind of suit, the equation will not be complete until I take that. Wow. So I would say we be careful of our desires, because for sure they will grow and they will birth sin. Kabisa. Na nikiingia kwa sin, ita birth death. Kabisa. For sure. Kabisa. So neza challenge to sisi wa young to check our desires. Kama tunasema Jesus ndo yeye ndio nisemaje tunajimesha na what Jesus says. Let's look at our desires. Yes. Tuangalie desire yangu ya hii nikimatch na Jesus, niko wapi? Itatusaidia to check what is inside ndo tujue ikifika place ya ku make choices, we'll make the right choices. So I'll challenge us to check our desires. Juu hizo ndo ukweli. Inapata tu opportunity, ina block na shanga. Kwani mi wasiko hivyo? Sio hivyo. Ni ile kitu siku check. Sele nilikuwa uko myanga. So our desires, and then principles zetu. Principle yako ni gani kamdeni? Good question. Principle yako ni gani? Wow. So I want us to talk about this unofficial sponsorship. Okay. Sana I think ina affect mademo wa campus na wenye wanaingia job sasa. Wa campus wanataka kusustain the lifestyle of the rich and famous. Wa job wanataka kupanda ranks. I want you to talk directly to that young sister who is involved in that business. And I want you to talk to them with the love of God, of Christ, and also the love ya an older sister to a younger sister. Yeah. First, nimekumbuka scripture. Yes. God anasema utagain nini ku lose your own soul na ugain the world. Very true. Kwa sababu kanda tafuta sponsor, nataka kushipoa. I mean nataka kwa na the best of the best. I mean nataka hiyo gari yenye misimama hapo. Kabisa. Ukiona man ni mate unamezea. Kabisa. But God anasema nini what can measure up to your soul? You lose your soul for hizo vitu za world. Yes. So that would be my first challenge to that lady, that sister. I mean it doesn't match up. Your soul is too precious kutrade na hizi vitu za dunia. Gari ni nini? Chuma. As in unaweza toka hapo nje nduthi itakugonga ama uta miss nduthi uende gongana na gari fulani huko.
I mean, gari, nyumba inaweza chomeka anytime. Yeah. Lakini ukweli soul yangu najua si usema inaenda eternity. Ukweli kila mtu atakuwa eternity. It just ina matter itakuwa decide gani. Utakuwa unaungua all through au utakuwa na smile all through. Sio Yeah. tutakuwa eternity. Yeah. Lakini nafalijue soul yangu itakuwa side gani. Yeah. Hiyo ndo I think I would challenge every sister tuangalie tujue. Unataka soul yako iko wapi? Eternity side gani? Side gani? Very true. Hizi vitu zingine Bible inasema kwa Hebrews. Anything that you can see is temporal. Anything temporal can change. As in, hii kitu itaungua, lakini mtu mwingine bado anaweza tengeneza. So hizo vitu tuna trade for our soul, they are not worth it. Jesus alikam to die for you, sister, for me. Our soul is too precious for hizi vitu za dunia. Man, hizo chuma, mbao. I mean, just look at it. Yes. Ni nini? Very true. I mean, Very true. pesa imetoka kwa mti. Yeah. Si pesa ni mbao, ni karatasi. Yeah, true. It's not worth selling your soul for. Alafu naweza sema kwa sababu of course kama ni sponsor ni mwili yangu nauza. Ni prostitution imekuwa packaged nicely. Very true. I would say, do you love you? Do you love jipende? Kama naweza ambia huyo sister jiulize. Assume uko na sister mdogo wako. Wewe in your normal mind unaweza allow sister yako kadogo 10 years ende akilala kila mtu? Sidhani. Unataka aishi maisha poa. Kwa sababu unaweza sema unampenda. Yeah. Naweza sema return that thought back to yourself. Yes. Jipende. Nikijipenda nitajitunza. Ya ukweli nitapenda my body. Yes. Unajua Yes. Kana napenda mwili yangu siwezi uza everywhere. Siwezi uzia kila mtu. Na pesa wewe. pesa tutapata. Pesa ni nini? Pesa. Okay, si ati naongea hivi juu sina. Yeah. Niko nayo, Yeah. but Yeah. mimi nda challenge tu huyo sister anasikiza. Kama mimi kuna watu wengi wananiangalia sana, wadogo hata wakubwa. Acha niongee juu ya sister mwenyewe, afikirie wale wako chini yake. Kama anaishi hivyo ndo nafunza huyu mdemiko, huyo sister yangu mdogo hapo chini. Si acha nimfunze tabia poa. Kabisa. Ningependa sister jiulize, kama yeye alikuwa anaangalia someone older, alikuwa anataka kula nini kutoka kwa huyo sister mkubwa? Acha basi mimi nijichallenge ni kwa that big sister, yeah, for my younger sister. Kabisa. So nda challenge sisi mademu wa kampo. Kabisa. Wenye tunatafuta sponsorship and all that stuff. Yeah. Sikatai doni poa. Hata God amesema money answers all things. Yes. I mean it really does. Who doesn't want to live good? Everyone wants to live good. But then sister, think about it. Someone has worked themselves out so much, and work is a good virtue. Proverbs 31 talks about from verse 10. Inaongea about a virtuous woman. A virtuous woman and her work. A virtuous woman loves. A virtuous woman cares about not just her family, but them wale wako around her. So wewe kama a virtuous woman, utakubali kuonyesha sisters zako that kulala around na other men do na get doni poa? Hapana. Proverbs 31 inasema a virtuous woman works with her hands. Yes. Do something good with your hands, not destroying. It says a virtuous woman take care about their husband. It says even the husband sits with other men na ana boast about her. Would people boast about what you're doing, sister? Mimi mwenye natafuta sponsor, my campus sisters. Mtu ata boast about what you're doing to others. It's not something to boast about. That you're sleeping with other men, you're sleeping with other people's husbands. It's not something to boast about. I'm not negating that someone's husband who is seeking out for me afanyi poa, pia anafaa kuongeleshwa with other men, hopefully ama nyoroshwe. Unajua vizuri. Yeah. But I would say sister, my sister in campus, angalia tu uone, as wewe ni virtuous woman. Would someone boast about what you're doing? No. It's not something to be boasted about. So I would challenge my sisters, si tuanga tujimeshare up tuone
virtuous woman ni nani? Hata si hivyo. Kama let's say, acha nitume example ya social life. Yes. Uko kila mahali kwa social media, alafu uget mtoi, okay, udecide, okay, nimeacha hiyo life, Yesu ameniconvict, man, nimetoka kwa hiyo life. Kusettle sasa. Na nimeanza kusettle. Yeah. Hizo vitu zote ziko kwa social media. Katoto kako utakuwa unajiteteaje, so now my girl, you know, baby now you know, picha zako nude ziko kila mahali. I mean, no one wants their kids to see them like that. No normal person wants their kid to see them like that. And I would challenge my sisters. Akisitufikirie tu our younger sisters that are coming up. Our watoto wetu wenye wako 8 years, wako 9 years. Yeah. I was reading a book by Dr. Miles Monroe about children and parents. And Dr. Miles says, a child wants to be taught. It's a craving in them. They want to be taught. So we elderly people, when we don't teach them, we are doing wrong. As in, hata tunakosea God, na tunakosea watoi. Juu, how watoi, they don't know what wrong and right is. They want to be taught. They crave to be taught. But sisi tunawaacha wakwe taught by social media, Yes. by what everything is going around. So I'll challenge my... They crave to be taught. Yeah, they want to be taught. Wow. So pali wataget teaching is where they'll focus on. So I'll challenge my campus sisters na wale wameingia job. Wacha to desire kukua ladies wale tutafunza the right thing, not the wrong thing. And I thank God that He's given us a conscience inside us. I'm telling you that conscience speaks. Every time you're going to do wrong, God anakuambia hata kama hujaokoka. Anakuambia badeo kitu unaenda kufanya ni wrong. Very true. Kwa hivyo I'll just challenge us to take stock, tuone hii sauti yenye uniongelesha Selena atakufanya hii kitu. Si nisikize tu sauti. Alafu hopefully nikiendelea kusikiza sauti more and more, the voice of the Spirit of God, yuko ndani. The Holy Spirit ni mnoma. He's been sent to the believers, to the non-believers, to the everything around the world, even the trees. Everything has been made by the Spirit of God. Yeah. So we can hear. Na tukiendelea listen to that voice. Just in case for that lady who mwenye amesha delve into the wrong kind of company and anataka kutoka. My challenge would be, when that small voice anakuambia, wacha. Anza kuacha-acha. Ukiendelea kuacha-acha, utaanza kusikia more and more na atakupea nguvu ya kuacha. Very true. Like I said hapo mwanzo, all of us have a choice. And that voice, the voice of God inside every human being, mwenye Mungu ameumba, that voice will speak to you. Ni vile akikuongelesha sana unakata kusikia, ana draw back, but yeye ni persistent. You anataka si wote to make the right choices. Very true. So nitaambia tu huyo mdem, sikiza tu your voice. Fuata tu your voice. Na huyo that voice is a person. Atakusaidia. Uta come out of it. Uko a virtuous woman, a woman who takes care of the society. I know many times we've had this statement that the woman is the foundation of the home. That is not right. It is the male who is the foundation of the house. Yes. But woman ndo anatengeneza ikwe homely and calmly. See women. The domestic warmth. Yes. Yeah. Tutake kukua hivyo, not just for our house, yes, but everywhere around us. Unajua ukipata a woman's touch inafanya tu ikwe, you know. So sisi women to sisters, my dear sisters, tukwe tu a beautiful touch to the society. Tusikwe sisi ndio tunaderail society. Sisi ndio tunafanya watoto wa grow up without their fathers kwa sababu tume snatch someone else's husband. Tukwe women who bring a beautiful fragrance kwa society. Yani mtu akifikiria women wanna feel beautiful, as in we become a flower, because that is what God made us. We're supposed to bring beauty. As you men bring foundation and structure, we're supposed to bring beauty in our surroundings. So I'll challenge my sisters, palitu wako, wherever, see to desire kukua a beautiful flower, wherever we are, that oozes out fragrance, a beautiful fragrance. Na ikikuwa hivyo, inamaanisha lazima tukue virtuous women who care about our sisters, our brothers, our older men, our younger men. Wow. I mean, let's just be a fragrance. Well, hata page imeisha. Relationships.
Yeah. Relationships. Hapa sasa ndio kuna kizungumkuti. Tumetoka kwa singlehood, tumetackle campus. Okay, campus tutaiacha kidogo. Ni kubwa. Inaweza kwenda cover pia watu wako huko hivi. Kweli. Relationships, I believe hii ni time ingine inakuanga it's a time of exposure, but also at the same time it's a time of crisis for so many young ladies, because this is where some life-changing decisions are made. Right. Because Monga, I believe one thing, marriage ni manage the decision that you made. Right. Yeah, there's no point of return. Yeah. In one or another, as far as the Bible is concerned. Right. Kwa world, there's a way that wameiweka kuna hiyo, but since we follow the Bible, we know that marriage is about managing the decision that you made. But the beauty of a relationship is you can always re-strategize, rethink your decision, and come up with another plan. Yeah. And I want you to talk to that young sister in this relationship where either na feel iko poa. Nataka tuongelele vitu mbili za relationship. Okay. Ya kwanza kuna hii tabia. And pia mimi nilikuwa na hiyo tabia. Nikakombolewa. Yeah. The habit of idolizing the relationship, a relationship. Yes. Idolizing your boyfriend, and also it happens in marriage. Idolizing your husband, idolizing your marriage. But this habit of idolizing your boyfriend, like once umeingia relationship, tunajua uko kwa relationship, jua tukuoni kwaya, tukuonangi bash, ushikangi simu, status zako hata uliacha kuweka, and we know, we know, inakuconfigure, inakuharibu, inakuchanganyisha kila kitu. And I also want us to talk about this fear of a relationship where unapata there's this young sister who just wants to be with someone. Sijui kama akiwa peke yake anasikia baridi ama kunaenda ngaje, but ana feel tu lazima tu ikuwe na mtu. Lazima kuwe na mtu ama kuwe wa mtu. Okay. Yeah. Maybe you can talk to us about that fear. Okay. I think hiyo first umesema ati inakuchanganya. Inafaa kukuchanganya, inafaa kukonfigure lakini in a good way. Exactly. Si ile njia ambayo inakuderail kabisa. Very true. So nakumbuka at some point kwa talk yetu nilimention purpose. Yes. Na vision. Yeah. Still. Yeah. But do they come to play kwa hii situation? For uyo lady mwenye ana feel lazima nikwe kwa relationship. Mimi ndamuuliza ile part ya kuwa single and whole ina come up. Juu unajua need for the lady. I don't need a male to make me whole. As in literally. Is ya female show inaitwa? No, it's just for the ladies to come to a realization. Misandry. I think it's misandry. Misandry ndio the female version of a chauvinist. Niko tu sawa. Yeah. Ndio niko supposed kuwa sawa. Yeah. Not on the ile pride ya kudharau wengine ama kudharau mwanamume, kwa sababu kuna vile pia sisi ladies at some point tumefika point tunatry kuwa show by the way we are the same. Yes. That statement has come from the bottomless pit of hell. It is not right at all. We are different. Do you have a womb? No. It is only the ladies who have a womb. So how can we say we are the same? We are not the same. We have different roles. So ladies should actually understand the male is the male person is very important. I know we are talking about the ladies, yes. But I need every lady who will listen to this podcast at some point to understand the male is the foundation. It doesn't matter. But then let me ask you a question. Sorry to cut you short. Yeah. Is there a difference between feminism and women empowerment, according to you? Feminism and women empowerment. I think there is a difference. Yeah. It's just that it's very slim. It's a very slim line, because this empowering the woman somewhat, if we do it wrong, it flips to the other side. To the other side. And then it becomes negative. But yes, the women should be empowered. But the feminist kind of side, I feel we demean the male
and we came out of the male. Very true. So that is wrong. Yeah. So we should know our place. However much we are empowered, we are not empowered to override the male. We are empowered to help the male's vision. Yes. That's our place. Wow. We are empowered to help the male. Yeah. So the males should have a vision for us to carry. You get it? Very so true. yeah, that's a story on that day. But Very true. because we have very many males who don't know their vision and their place, that's why the woman amegrow sana, hana kitu ya kusaidia kufanya. So inabidi aflipi side juu ushona mti overgrow place, you utoka nje Kabisa. So saizi the stage that we are in, unaona ladies tumegrow sana, alafu hatuna msewa kutuambia okay hii channel hapa, yes, ndio maana tunatoka tunakuwa feminist. So we need the male to come up and take their place in the society, because what will heal our nation Kenya is when the male takes their place. Hivyo tu. Kwa sababu ladies tuna grow mpaka mti roots zinatoka kila mahali. Very good. Kwa sababu if the male tells us this is the vision, this is where we are going, then I'll channel all my energy to help the male. That is why God put us here, to help the male in their vision. Very true. But very true. Going back to yes, sorry for it is well. Yeah. It's well. That lady who says lazima kuwe na jamaa kwa life yake. Ningependa tu ajijenge kwanza, ajijue kwa God, ajue yeye ni nani kwa God. God anataka afanye nini kwa world, kwa sababu as long as umezaliwa, God ameallow uzaliwe, kuna job unafaa kufanya kwa world. Na challenge ni sisi ladies, we should find out nini God anataka nifanye nini kwa world. Lazima every one of us, the way every one of us has a different DNA, kila mmoja wetu akona job ya kufanya. So umdem badala kufocus ya na need kukatiwa na need boy kwa life yangu, so unaingia tu box ya mtu yoyote hata imata. Tunafaa to find out. Bora uitwe Mrs. ama uitwe man, kuitwa tu Miss Pete. That is not the only thing. Very lady, true. please. Very that true. is not. Yani ukiingia hapo mpaka unashangaa. So why did I enter in here? Awajua hata kuitwa Karo wa karaoke. Man, najua the pressure is real, but that is not just the essence. If Sally nimeingia kwa hii marriage, nimekam tu kuitwa Karo wa nani? Hapana. There's work that I'm supposed to do. So if I didn't know this work before I entered, nimekuja kufanya. Sindadirelu mse. Wow. Yeah. So literally, as a lady who's single and you desire to be married, and it is a very good thing to desire to be married, a very good thing. But umdema ko supposed kuwa ana get ready and try to find out job yangu ni nini. Kwa sababu Dr. Miles Monroe says, he was just giving an example. He was talking to the men, and he was telling them not to be scared of their women if they're empowered or they look more empowered than they are. He said, if there was a table in front of him, and he said, if I want to carry this table, nitaita nani? You'll call either someone who's strong like you or someone stronger to help you. Yes? So alikuwa anasema, don't be scared of that lady who's empowered. Juu yeye ndo atakusaidia kubeba hiyo meza. Utaita mtu weak? Hapana. So that empowered woman is for you. Aya. Let's take it on the other side, that you're married to a woman who's really empowered and strong. You know those women who are really strong, as in strong-willed. We call them bulldozers. Yes. Yeah. Alikuwa anasema, as long as you, the male, know your place, ufai kukuwa scared. Kwa sababu, vile God ameumba the woman, do you know we carry everything in one. Unajua ile shopping, vile kwa supermarket wanasema, unaweza shop everything inside this supermarket. Kwa sababu, look at it this way. When the male gives the female a seed, incubatiwa, we give you what? A baby. Na nyinyi mlitupea seed. Tumekutolea katoi. Ukiniletea mboga, nyanya, kila kitu peke yake na kutengeza chakula. So he was saying, a male, don't be scared of the woman. Kwa sababu amekuja na everything that you need. As in, your wife, Kimina, has every gadget that you need. So usikuwe scared akisoma, akienda kampo, akifanya nini. Kwa sababu your vision needs what she has. So usikuwe scared that ako so empowered.
ni vile tu sasa sisi empowered women tunafaa tujue our place. When the male gives the vision, my job is to support the vision, not to override the vision or to nilete vision yangu. Pali kuna vision mbili, monster uitwa nini? Kitu iko na vichwa mbili. So sifai kuleta vision yangu. Vision yangu iko supposed kuwa submitted under the vision of the male. So this is just to say that sisi as ladies, God ametuwekea everything that we need to support the vision of the male. So as a single lady, I should find out, okay, where should I grow myself? Nilirealize, nuongea sana, na husband wangu ongei sana, na hapendi kukua interrupted. So I need to work on me, niangalie ni make sure, najua, husband wangu ameanza kuongea saa ngapi, ama chali yangu ameanza kuongea saa ngapi. Kwa sababu, when I distract him, as in unaona vile unaweza kukiongea, alafu, mimi vile muongea sana, na ingilia katikati, already majama wengine ufeel, mbona unaniandama in authority yangu, even though you kwa to the male side, sini kweli? Kabisa. So, mimi mwenye uongea sana, job yangu ni, hii time niko single, nijue, as I interact with male friends, kuna wale unaona huwa ongei sana, as I interact with them, nijue, as I practice myself, funga mdomo, pole mara moja nda sleep. As I practice it, inamaanisha salenda kwa na huyo mse mwenye na date, I've worked on that area of my life. So, as a single lady, lakini ya mdomo ina taking time. Which means they never kuka single for all that long. Kwa sababu takuwa na kosa zangu all through. Very true. So nataka ladies wale hawana mse kwa life yao wajue. There's so much in our lives to work on. There's so much. What about if it's a najua na kama ni personality yangu. Unajua kuna watu kunyamaza. Then wako all over. I am one of them. Yeah. I am. So there's a way you can tell me. Please, very much. My husband and I talk so much. See temperament that you have to we have to understand you or something. There is. I mean, every temperament has positives and negatives. Yes. So, I should know first, every lady, this is a challenge to every lady out there. Please know what temperament you are in. What's your temperament? You're sanguine, you're melancholic, you're choleric, you're phlegmatic. Study those temperaments. Know my positives and my negatives. Yeah. Now that I know that mimi ni kimbelembele kila mahali, now I should tone that down. And for the lady who is born again, you have an added advantage. You have the Spirit of God. The Spirit of God is the spirit of self-control. So it doesn't matter kama mimi kimbelembele nimefika wapi. It doesn't matter how moody I am. The Spirit of God is still the spirit of self-control. He will still help me to control that moodiness. So it doesn't matter what temperament you're in. Ani haijalishi. I should take my temperament and submit it to the Lordship of the Spirit of God. And then He'll tone it down for me. Squeeze at least. Yeah, nimepunguza mdomo sana nikikana husband wangu. Mtu baka uniuliza, "Hey, you're so quiet." Nacheka. Kwa sababu Bale paseke wako ametulia sana. So I can imagine. Kila mahali. But kila sana ambaye Holy Ghost, oh Spirit of God, I need help in this area. Na ananisaidia. Yeah. Salina nataka kwa mdomo anakwambia nakafunga tu pole pole. Yeah. Unakafunga tu pole pole. So, hiyo excuse ya muwa hivyo. Yeah. That is ni reason ya someone not wanting to grow. And whoever will be listening, I want you to know, if you're not growing, you're going to stall and you're going to die. Alafu utaanza kukua stench, a bad stench in people's. So, hakuna chati smart, miwa hivyo. Miwa hivyo aje, hakuna kitu kama hivyo. Ndio wasa wameharibia temperament tena. Kwa somebody anaji excuse. That's why. Hakuna kitu kama hivyo. Very true. Wow. Hey, Marco. Personal development. I think hiyo ni kitu umesema hata mpaka sasa nafikiria. Your boyfriend or your husband cannot do the personal development for you. Whether hata kwa nakupendaje. Cannot happen. Yeah. Personal development is very personal. It is, you said it right. Yeah. It is very personal, and you have to be intentional about it. Kabisa. All your boyfriend or your husband can do is akwambia mdem. Na that is kauta skiza. Juu wengine wetu skiza trouble. Akwambia mdem kama unaweza wakia hii. Yeah. Wewe ndio uwakie, si yeye. Yes.
si yeye. Yeah. Hiyo part ya kwanza watu ambao wanaingia kwa marriage like you said, wale wenye wako 2 months 3 months you're trying to change your husband, cannot work. Haiwezi, mtakuwa mnabondana kwa hao daily. You can't change your husband Kabisa. or your wife. Cannot happen. Ni wewe. Why we say I say marriage is not hard. It's just hard work. Hard work in this sense. Not me coming to change my husband, or you coming to change your wife. No. It is me working on my... Nisha notice, by the way, hapa, pengine nimekosea mahali, my husband ananiambia, babe, hapa kidogo. Hiyo ndo part niko supposed kuwakia on. Some take 5 months to change. Some take years to change. But it's work. And when you're busy working, hizi vitu zingine extra pressure ovyo utakuwa nazo sangapi? Hauna hiyo time hata. Hakuna. You're busy building yourself, and as I continue building myself, I become a fragrance, a beautiful fragrance to my husband, to my sister, to my brother, to whoever. Ndio mtu asikuwa anakutana sema Mako, you kwa mood always. After 2 years mkuta Mako kwa mood always. I feel quiet. Kuna shida. Wow. Nimeongea sana. Sio nataka uongee sana. Finally. Acha tuongee ministry. Ministry, and you are the best person to handle this subtopic, because you are a pastor's wife, and umekuwa ministry for long, even when you were single. Yeah. How do you handle in a relationship? In a relationship, I believe hata tukijibu tu bado itajibu mpaka ya marriage somehow. Yeah. How do you handle ministry when you're in a relationship as a young woman? Okay. How do you handle ministry? How do you balance ministry and relationship? Yeah. Because in as much as sometimes we have the habit of belittling relationship, tunaweza sema hiyo ni relationship, si marriage. Yeah. But in that stage of relationship, that is where many decisions are made. That's right. And if things are not aligned properly in that stage, they can really mess you up. That's when you're in marriage. Yeah. So how do you handle ministry as a young lady? How do you handle ministry when you're in a relationship, and how do you balance work and life and the ministry and everything? Yeah. For the lady, the person who you will want to date, ana need kujua ile state yenye uko. Tuseme example yangu, mimi niko kwa praise and worship. Kama niko, see, at least tulikuwa kwa the same church. Yes. So alikuwa ananiona, anajua tuko na practice siku, tuko na, as in at least anajua program yangu vile iko. So me come dem, before niingie box yake, na need kujua first ni nini nataka in life. Alafu pia yeye na need kujua, okay, wewe uko wapi? How do you view ministry? These are questions that a single lady should ask that male. It's siku ya kwanza ni eyelashes tu ndo na flutter kila mahali. Before the end of that date, I should find out from this male, what is your vision in life? From that male, vision yako ni nini? Kwa sababu kama gari yako ni Jeep, na tumia tu example, wewe ni Jeep, I need to know, I need to go find out how should I handle a Jeep. Kama gari yako ni Probox, I need kujua nini yangu si mzito sana kai side. So knowing the male's vision, it determine pali nitakuwa. When we were talking just before the podcast started, you mentioned how mtu akishakuwa married ama ameingia kwa relationship, hata tumuoni anymore. Kabisa. Yani nikaa amezama kwa huyo boyfriend, hata afikiri watu wengine. Very true. Hiyo inanionyesha already I'm not sijamachua. I mean, how can I just get a male in my life and then I forsake everyone else? Sijamachua already even to be in that relationship. Because number one, being in a relationship, I should be accountable to people. Yeah. If after getting this boyfriend, I cannot talk to my other girlfriends. Yes. You know, kuna shida. There's this statement they say that love is blind. Quote unquote. In this sense, I'll put it this way. There are things I may not see in this male, my boyfriend, that my girlfriends would tell me, pale ni red flag. So, wewe kwenda kujificha na boyfriend wako huko pale mmeenda, it is already wrong. Very true. Already that is a toxic relationship. Red lights. Because I should, if I feel comfortable with this, you had no one to be accountable to. Yeah. I should be comfortable enough to go tell my girlfriends,
come meet my boyfriend. Na niwaambie, by the way, in this time we are meeting tukikula pizza na nini nataka mscrutinize. So ndo nimesema the first time unakutana na jamaa nafaa nimuulize, by the vision yako ni nini? Unaenda wapi na life yako? Mimi ufanya hivi na hivi na hivi. So unaona ni kama tutaendelea. Ndo tuko na madate 20. Alafu hata ujui napenda nini, like tunawastia na time, yani time precious. So each time tuna meet, my sister ana need to find out kwa hii ministry yangu itaingiana na ministry ya huyu mse mwingine. Kama itaingiana, ni nini tunavutania? As in, like you said, we'll start fighting a lot because, okay, you're in church till 4 p.m. Me, I want to spend time with you. Oh, you don't love me anymore. Oh, those are issues. If we are dealt with at ground level, we should, by the way, Mr. Toboa. Let me use an example. My husband, the first time, my Lord, the first time, enye aliamua sahi ni umdem ni mimi, alinikalisha chini. Yeah. Akanipa 5-year vision. Ni tunafanya, akaambia, you in or are you out? Asi tuko tunafanya trisex ati let's just try and see. No, we are wasting too much time. So he told me, mimi ndakwa pado that time, bado tukua tunudi na pastor sakana ndakwa pastor. Miss sitaki kutapatapa. Ujue ndio tu hapa ndo tunaenda, hivi ndo tutafanya. So nikaangalia ministry yangu vile iko na okay, tunaweza align, tuta change nini, tuko na okay. Dating on Sunday ni kinda tricky kwa sababu wewe by the time umalize pengine rev amemuita sijui kwenda wapi. Sana ndo sikia job. Unajua? So tukaona by the tunaweza eka siku gani nyingine. Haya. So that just knowing his vision, knowing how his ministry works, I can explain here, this is the way my day goes, Monday, Tuesday. So tukaona okay, tukafix mahali hapo katikati. At some point tulikuwa tuna date church. Mimi napika kaugali nyumbani, tunakula pamoja. You know, ukweli, as in it was at some point unaona. Let me bring this point to my sister. Wanatoanga wapi kama wako. Let me bring this point to my fellow sisters. Yes. You are praying, oh God, give me a husband. Oh God, give me a man. Then God brings for you a man who has 2 t-shirts and 1 trouser. And he doesn't look like it. I would tell this sister, please go beyond face value and look at the values that this man has. Because anaweza kuwa kona Prado sahi ni ya babake. He didn't have any work ethic. Haizi hata chemsha an egg. Juu hajawai hata washa kibiriti. Let's move beyond face. Enda kwa hiyo value ya huko ndani, find out. Ndio nasema date ya kwanza, pewa ice cream ukiuliza okay, what are your intentions? You ask serious questions. Unajua? Okay, let's say for an example, kama ningelenga my husband, jote mimi ndo nilikuwa na work. Yeye alikuwa lose job yake, hata alikuwa amefukuzwa kwa hao. Mimi ndo nilikuwa na take. I wasn't earning much, but I was thinking, how does it look? Mimi ndo nampea fair, alipe kwa mat. I mean, that looks really bad. So what I did, I took my ATM and I gave him. Okay, tusha decide. Pull up. Taburudia hapo tena. Okay. Mi vile mama alinifunza. Naona ni tabia mbaya daily tukienda kumeet, mimi ndo nalipa fare. Juu nimeelewa hana do, nishakubali hana do. Ndo naambia ladies, niliona values zake, kuna vitu principles uweze za kufunza mwanamume ananid kwa nazo ndani yake. So nimeona sawa, sasa yako na t-shirt 2 peke yake. Lakini hiyo kitu iko ndani yake itabath cloth line. Wow. Unaget? Yeah. So hiyo time nikaona instead of me tunaingia kwa mata alafu na mara kwanza nilikuwa na muingizia hiyo so 2 kwa mfuko. Tutasione nilikuwa na sasa tashindia hivi. Nimeona nimse anaweza take care of finances vizuri. Niko na by the suka na ATM. Ajai nirudishia by the mpaka sasa. So yeah, anyway. But niliona hizo ndo values, hizo ndo principles like ATM, password, kila kitu. Mimi ndo na work. Akijisikia tu anatoa. Lakini unaona in our dating ali show that anaweza handle our money well. Wow. The vision already, unaona? So saizi wewe umekutana naye
by the grace of God, siwezi sema ati tumejifikisha pale tuko, but by the grace of God ukiangalia vile tuko unaona nika tumesota. Hatujasota. Sini ukweli. I salute you guys, manze. God. Yeah. The Lord has helped us. Kabisa. But truly, if kama ningemwassume juu leo amevaa t-shirt ya nini, anaenda anaosha, already inanionyesha hii ni msafi sana. Alikuwa na vitu kidogo, lakini zilikuwa sparkling, unaona? So, hiyo time of course ningezusha, hata ningemlenga niona, msia hizi nipeleka Java. Wow. Unajua tumeanza kwenda Java after tumemarika. Ukweli, kwa sababu hiyo process tulikuwa tuna date yote, for real, nilikuwa napika food home, na beba church, tunakuja tunaketi chini, hapo ndo tuna date. Wow. Tukibond, tukibondana, I mean all that. So right now, ndio na babe. So mlikuwa mnakula ka picnic kama kwa ofe ama kwa church? Sisi wapi? Si kwa hizo bench za church. Mnakula lunch hapo? Pamoja. Kwa sababu yeye hana. Tunatoka tunasindikizana, anipeleka kwa stage. I mean, hivyo ndo tuli. So saizi as we are wedded, lakini tuna date. So saizi tukitoka ndapelekwa Java. Do you time atakuwa na do your time. Very true. So my challenge to my sisters is tuache kuangalia vitu temporal. Let us look at things that don't change. Very true. Yeah? Let us look at things that don't change. If you get a male who anapenda tu kuketi chini na kuplay PS, that is, you cannot get that male out of there. So si uget mse mwenye anaweza fanya kazi na mikono yake. Wow. Mse atakutreat poa. Kama baby girl. My husband flaunts me everywhere. I think paka watu wamezoea. As in, you nishika kwa bara. Naona post zenyu Facebook, naona yenye ni true love. Yani authentic. It's authentic kabisa. So for every lady to challenge sawa, wow. Let's get a male who has money. But mbona tunaekea the male so much pressure? Saizi hana do. Mbona kuna malidi ma sponsor? Tunaekea hao wenye hawana do pressure. Wenye wako na values. Tunaonyesha you can't handle me because you don't have a few thousands. But they can get it. They've just started. Yeah. You're going to a sponsor who's 50. Alianza kio 25. So this male who's 25 pia anaanza. Give the male a chance. Wow. Tunawa stress, tunafanya mkwe na pressure ya bure. Sisters, let's give the male a chance. Pia wajijenge, wajijue. So the male feel like how si kitu. So the male wanakuwa wakifeel they are nobody in the society. But the male are foundation. Acha kuna meme niliona ilikuwa very crude. Ilikuwa sema if your father cannot afford what you're asking for, how do you expect somebody in campus to afford? Ilikuwa crude but somehow it made sense. Uwezi ile vitu unaexpectaje umsea kuya amefika for real. Such I mean it takes years, unajua years. So sisters, let's give the male a chance. So patience is really something that needs to be worked on. It's a serious virtue that our generation should work on. Kabisa. We should be patient. We have to be patient. Kabisa. Yeah. And as a pastor, by default you're a pastor. Do you think that the kind of preaching that we nowadays preach, nowadays is preached out there, has somehow contributed to this fiasco that is going on as far as the mentality is concerned? The prosperity gospel. Yeah. I think it has. Yes. The prosperity gospel is good because our God is too prosperous. Very so true. Not preaching it is wrong. Yes. It's just that I think we haven't packaged it right. Okay. And we haven't placed the responsibility that comes with it to it. In this sense, we should grow our ladies to want to be prosperous. But we should also train them to know it doesn't come like that. Yes. That for everyone. Yes. From a family of people who are well off, we would expect the parents to give the kids Jeeps, Mercedes-Benzes and all that. But still, even that comes with responsibility. Yes. But we should open our eyes to know where we are at. And for these ladies who are expecting all that from our males, just like that pronto, I mean, we should come to real sense. And like I said again, give the male a chance.
And not only that, but my challenge to preachers like me, we should teach the whole gospel. The whole gospel. And we should where we should be strict, let us put the strictness to it. Where there are character issues, we should deal with them the way they're supposed to be dealt with. So I would challenge preachers to preach the whole gospel, because the gospel that Jesus preached, it was whole. I mean, where he needed to rebuke Pharisees, he did. Where he needed to rebuke the disciples, he did. Where he needed to build them up, he did. What he needed to pay, he paid. I mean, it was whole and complete. Kabisa. So we should do complete gospel Kabisa. of Christ. Yeah. Wow. Makomi, kalamu nimeandika mpaka. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. We really appreciate. Wow. We pray that kuna mtu atasikiza hii message. Yes. And atasaidika. Yeah. We don't care whether ni one person, 10 people. Yeah. We don't care. Yeah. As long as somebody out there will be impacted Right. by what you've just shared with us today. Right. And much love to Pastor Kelvin Will do. Wanyoike Will do. for the good job that he has done. Yeah. As far as being your priest Oh yes. is concerned. Yes. He's done a great work. And much love to your beautiful babies. Thank you. Much love to your wonderful community of Deliverance Church, Yes. Donholm, Yes. Yeah. and everyone connected to you. Yeah. Wabarikiwe sana sana. Amen. Thank you so Amen. much. Thank you so much for your time. Thank you for having me. Karibu sana. Asante. This is the Truth Zone podcast, Alex Kimina, and as usual, tukimaliza tutasemanga mbarikiwe sana sana sana. Until next time, until the next episode. God bless you.